Yanga wamelipa kisasi. Wamelipa. Kwa hiyo msimu ujao nani ambaye ataenda kukaa kwa mwenzie? Yanga ataendeleza ubabe au Simba ataenda kuvunja uteja au Azam, Singida Black Stars au timu yangu ya KMC tukijipanga vizuri hapa tunaweza, au Pamba ya Jojob. Haujafika muda wa kupredict top 4 ya msimu ujao. Bado atafujo kupiga mapema sana. Ratiba haijatoka. Hata fujo za nani? Za saa 7 saa ngapi hazijaanza? Takwimu ziko nyingi, takwimu za msimu, wachezaji, tutaendelea kuzigusa taratibu, lakini kwa sababu ya leo kidogo muda umekimbia na mambo mengi, tutaenda kuangalia tu takwimu za moja kwa moja. Ukiangalia katika msimu huu kumekuwa na mvutano kweli. Nani anaweza kuwa MVP wa ligi kuu ya Tanzania bara, NBC Premier League? Ukiangalia namba za Charles Ahoua tayari amechangia magoli 26. Wakati Pacome akichangia magoli 22 katika msimu huu. Umeona? Lakini ukiwachukua wachezaji ukawaweka katika namna gani wanavyocheza, kila mtu anavutia kwake, lakini kwa watu wengi inaonekana kama kwa jinsi ya contribution ya magoli, mapenalti na nini, watu ndio wataamua, lakini hao wawili ndio watu ambao wanaweza kuwa wameshika vichwa vya habari. Lakini Charles Ahoua mwenyewe ndio top scorer mpaka hivi sasa, ni kiungo mshambuliaji, lakini mastreka sasa nao wanatakiwa waamke. Walikuwa na nafasi hiyo muda mrefu, kina Mzize, Dube, na wengine wengi. Soa ambaye ameingia muda mfupi lakini amefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo kwa mchezo wa jana ukiangalia kitakwimu, Simba aliachwa maeneo mengi mbali kivipi kwenye hatari, kwa sababu kwa mara ya kwanza ukitoa mechi za baadhi ya mechi za kimataifa ambazo nimeziona jana, naona katika ligi kuu Tanzania bara Simba ana struggle hata kutengeneza nafasi kwenye mchezo. Ukiangalia mara ya mwisho nikumbushe ni lini ambao Simba na struggle kutengeneza nafasi kwenye ligi kuu Tanzania bara, ni mchezo huu wa jana dhidi ya watani wao Young Africans, ambao hakuna nafasi yote kubwa Simba aliitengeneza. Na hata hizo nusu nafasi zenyewe unaweza kufikiria sana, walikuwa wako mbali sana na goli. Shot on target moja tu nayo ambayo hata Diara hakuhangaika, angeweza hata kuutuliza ule mpira na kaubetua, akapiga danadana, akaika hata kifuani, akaika mgongoni hivyo, kwa sababu jinsi ambavyo walifanyiwa setup ya ulinzi iliwafanya wao uhatari wao wameuacha mbali sana. Ukiangalia majaribio ambayo Simba alijaribu ni majaribio 4 tu katika dakika 90 zote, na shot on target moja, shot off target 3, wakati kwa Yanga shot on target 3, 2 zipo kambani. Sawa Sawa. Lakini jumla ya majaribio waliofanya ni majaribio 9. Kwa hiyo unaona Yanga walikuwa wako active kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka kuanzia mpira unaanza mpaka unaisha. Na mimi kwa Yanga jinsi ambavyo walivyokuwa hata kwenda half time bila kuweza kupata goli, unaona kama walitaka kuifanya mechi iwe ngumu kwao zaidi kuliko kwa Simba. Simba ni kama waliingia kutafuta sare au mchezo uishe tu, lakini ukiangalia jinsi japo walikuwa wanajua kabisa sare ingekuwa inawanufaisha zaidi, haina faida kwao, lakini jinsi ambavyo walikuwa wanacheza ni kama wanatafuta sare. Yaani kama malengo ya Simba yalikuwa kwa Yanga, malengo ya Yanga yalikuwa kwa Simba. Yaani kwamba Yanga ilikuwa ni sare au ushindi. Umeona? Simba ni ushindi peke yake, lakini ukiangalia mtu ambaye anatafuta sare na au ushindi ndio alikuwa anatafuta ushindi zaidi kuliko yule ambaye anatafuta ushindi sare peke yake hawezi kuchukua ubingwa huo. Ukija kwenye upande wa possession, Simba alipossess zaidi kwa 55% dhidi ya 45%, sababu wao walikuwa wanakaa nyuma zaidi na mpira walikuwa wanapiga, pasi zao zilikuwa katika box lao zaidi, mbele kule walikuwa hawana impact, kwa hiyo walikuwa wanakaa mpira muda mwingi kuvuta Yanga, lakini Yanga nao mara nyingi walikuwa wanawakuta kwenye mtego wa counter, na ndio maana unaona magoli mengi yale katika mashambulio yote Yanga yalianzia kwenye transition. Kwa baada ya kupoteza mpira ndipo unaona uhatari wa Yanga, watu wanavyotawanyika, Mzize, Pacome na wengine. Lakini kwenye eneo hilo Simba kipiga pasi 419 dhidi ya pasi 345 za Yanga. Cross Yanga walipiga cross 6 dhidi ya cross moja tu ya Simba. Tunauje pale muda na nafasi walinyimwa, walikuwa mbali na goli, hata cross zenyewe zilikuwa hazionekani. Ukimwangalia Mpanzu, ukimwangalia Kibu alivyoingia, ukimwangalia Mkwala alikuwa anatoka katikati anaenda pembeni, akitoka pembeni katikati akiinua jicho hakuna mtu tena, inabidi arudi katikati.
Buda yuko chini, Mpanzu yuko chini, kwa hiyo ilikuwa inawapa tabu sana. Kwenye upande wa madhambi faulo zilikuwa 10-17, Simba kucheza 17, Yanga 10, na yellow card zilikuwa 3 kwa Yanga na 1 kwa upande wa Simba. Na hapa unaweza kaona yellow card ya mapema kabisa ilikuwa ni kwa Pacome baada ya muhada mwamuzi. Wengine pale ambao tulikuwa uwanjani alifanya kama diving ndani ya penalty. Tulikuwa uwanjani tukasema hawa waamuzi ni hatari. Kwa sababu tulishazoea pale mtu anaonywa, hii ndio ya kwanza bwana, mtu anaonywa, lakini ile ya kwanza mtu akala njano, watu wakaamka wanacheka, wanaondoka. Lakini hakukuwa na faulo zile za hatari sana zaidi ya ile ya penalty, lakini zingine zote zilikuwa ni technical faulo ambazo huoni refa kupata tabu sana, kwa sababu dabi nyingine tumeona kiwa kinaumana kweli kweli na refa wana meza filimbi, lakini unaona refa yule kama alianza kuwatisha wachezaji mapema kwamba jamani, mimi niko kazini na niko serious. Na wachezaji waliiona hiyo, kwa wanaweka break kwenye baadhi ya matukio. Lakini kwenye upande wa kuharibu mipango, interception kwa Yanga zilikuwa 21, kuharibu mipango ya Simba kati Simba kufanya mara 20. Tackles zilikuwa 20 kwa Simba, walizishinda 24 kwa Simba, 20 kwa upande wa Yanga. Mipira gombania ya juu, Yanga walishinda mipira 3, Simba kishinda mipira 8. Hatari ambazo Simba waliondoa ni 6 dhidi ya 3 ya Yanga, na hizo ni takwimu zile za ujumla. Umeona? Ndio. Lakini tukija takwimu za baadhi ya takwimu za kimsimu sasa, wachezaji wa Yanga na Simba ambao wameapia maeneo mazuri ni Chazi Ahoua, tumeongelea hapo, top scorer. Clement Mzize goli 14. Lakini kwa msimu ambao alikuwa nao Mzize na Dube goli 13, nadhani hao wangeweza kumaliza na zaidi ya goli hizo kwa msimu ambao walikuwa nao. Hasa Dube. Dube kwangu mimi angeweza kumaliza na goli 25 plus msimu huu kama angeweza kutumia baadhi ya nafasi, hasa katika michezo 10 ya kwanza. Dube alikuwa anapata nafasi kubwa nyingi, na utakumbuka alizipoteza nafasi kubwa nyingi sana ambazo sasa hivi zinamfanya aonekane huko katika top 3 ya wafungaji bora. Lakini mmoja wa watu ambao walitakiwa kuchukua kiatu ni Dube, kwa nafasi nyingi sana. Mwanzo wake hakuwa mzuri. Yes, Mzize ameendeleza pale ambapo aliishia. Mara chache sana kuona watu wanakuwa na 10 plus kwa hasa wachezaji ambao ni wazawa. Imekuwa ni mara chache, lakini Mzize anaendeleza. Ratio yake inapanda kwa kasi. Msimu uliopita alifunga magoli 7 ya ligi, msimu huu 14, kwa hiyo amepiga mara 2 akifanya. Lakini kwangu mimi mshambuliaji hatari zaidi Tanzania mpaka hivi sasa ni Jonathan Soa. Kwangu mimi Soa. Kwa nini? Kwa sababu ni mchezaji ambaye ana ratio ya goli moja kwa kila mchezo. Goli 13, michezo 13. Imagine huyo angekuwa amepata muda zaidi msimu kufikisha mechi 20 na ngapi? Mechi 30. Hizo kauli ndo tulisemaga kwa Baleke. Hizo kauli ndo tulisemaga kwa Baleke. Angeanza msimu pengine angempita Mayele ufungaji. Sometimes it's different. Angeanza msimu, you never know. Lakini bado tukubaliane tu kwamba ni moja kati ya washambuliaji wa kaliba ya juu kwa hao ambao tuko nao hapa. Okay. Kwa hiyo hizo ni kwa upande huo, lakini kwa upande wa assist ukimtoa Faisal Salum ambaye alishajiwekea ulimwengu wake kule, Pacome Zouzoua, Max Zingeli wote wana assist 9 msimu huu. Unaona jinsi yani ambavyo wamecontribute magoli katika zile goli ambazo ni goli 83 mpaka hivi sasa. Nao ni rekodi pia, kwa sababu Yanga msimu uliopita waliweka rekodi ya goli 75. Alafu sasa hivi tena wametoka pale wameenda juu zaidi, kwa maana eneo lao la ushambuliaji na uwezo wao wa kutengeneza mashambulizi na magoli kutoka kila sehemu umekuwa mkubwa zaidi ya msimu uliopita. Lakini Chazi Ahoua ana assist 9, Josephat Arthur baada ana assist 9 pia. Dube ana 8. Dube baada ya yote lakini pia amemaliza na msimu mzuri, sababu amecontribute magoli mengi, goli 13 kwa assist 8 kwa 21 jumla. 21. Yani ni performance bora kabisa kwake. Kwa hiyo unaweza kaona hiyo. Lakini kwenye magoli Yanga 83, Simba 68, Azam 59. Kwa hiyo goli 83 alafu hujachukua ubingwa, ingekuwa ni kuna kitu kinapungua. Kwa hiyo kwa mchezo ambao ulikuwa kitakwimu, Simba atakupata sare jana ingekuwa ni sherehe kwake. Kwa mechi jinsi ambavyo ilivyokuwa kitakwimu, na ukiangalia hata mchezo wenyewe uwanjani, Simba hata kupata sare ingekuwa ni sherehe kwake. Kwa sababu ilikuwa unasubiri Simba anafungwa muda gani.
tofauti na Simba anashinda muda gani mchezo. Labda kwa kipindi cha kwanza, second half Simba alirudi amebadilika. Sasa hapo ndipo ambapo kwenye kubadilika ndipo ambapo alimwachia Yanga magepu mengi, na ndio ilikuwa hatari zaidi alipoanza kutoka, sababu kipindi cha pili nakwambia Mkule kirahisi tu Yanga angeweza kushinda goli 5 kirahisi kipindi cha pili kwa nafasi ambazo wamezipoteza. Okay, big chances za Yanga tunaweza kuzihesabu. Mzize, Pakome. Yes. Sawa. Hizo ni 2. Plus na 2 ambazo tayari zimeenda kambani. Kipindi cha pili games zilikuwa zinafunguka sana. Game ilifunguka. Kwa hiyo kwa kitakwimu mimi nimesema hapa Yanga kadeserve kushinda. Hongereni sana wananchi. Wamechukua ubingwa na ku make statement. Kwa sababu kuchukua mbele ya mtani wako na mechi ambayo ilikuwa ina tofauti ya alama moja na kwenda kuchukua alama 3 zote. Kwa hiyo lazima tuwape pongezi zao, na yote aliyotokea msimu huu bado unaona mentality ya Yanga iko vizuri. Mentality ya Yanga ni ya kibingwa zaidi, na ndio maana ukiangalia finali zote ambazo wameingia mpaka hivi sasa wana asilimia kubwa pia kuchukua ubingwa, ambayo unaiona ya FA ni 50 kwa 50 na Singida, lakini hii hapa nayo ilikuwa ni kama finali pia 50. So ilikuwa ni mechi ya kuamua hii. Mechi ya kuamua kama finali. Kwa hiyo ongeleni wananchi. Wana Simba, mimi rai yangu kama rais wa takwimu. Ndio muda ambao vilabu hivi vitaenda kupangana nyuka. Wakati malengo yao ya Simba msimu unapoanza ilikuwa ni kutengeneza timu. Na wametengeneza timu yenye ushindani kweli ambayo hapo imeingia finali karibia mashindano yake yote ukitoa FA. Sawa. Na imeshindana, imepigania ubingwa mpaka mwisho. Badala ya kuanza kusema tu mtoe Mangungu out nini, wakae chini. Mangungu anacheza bana. Ndio hicho, kwa sababu Simba ilipokuwa finali kule shirikisho hakusikia Mangungu out. Lakini sasa hivi unaona kelele zimeanza. No, wanatakiwa wakae chini, waangalie malengo yao yalikuwa ni yapi, kitu gani waboreshe. Kwa sababu wakati msimu unaanza, moja ya timu ambayo ilimaliza ovyo zaidi ni Simba, ikimaliza nafasi ya 3 ambayo haikuwa na msimu bora na wachezaji walikuwa wa ovyo. Sasa hivi wamepata wachezaji, waangalie sehemu gani ya kuboresha badala ya kubomoa walichonacho. Hiyo ndio rai yangu mimi, rais wa takwimu. Naam, ni takwimu hizo za Anwar Binde kuhusiana na mchezo wa jana ambao ulimalizika kwa Young Africans kuibuka na ushindi na